Amesema anatumia dawa ya family planning ya miaka 5 na kwa sasa ninaumwa na kichwa sana. Shida ni nini? Huwa tuna restrict sana kwa wanawake ambao wanakuwa na changamoto ya migraine headache. Kama mwanamke una changamoto ya migraine headache, huwa tunakataza kabisa mwanamke usianze kutumia njia za uzazi wa mpango za hormone. Kwa sababu uwezekano ni kwamba your migraine will become worse utakapoanza kutumia njia za uzazi wa mpango za hormone. Migraine headache ni aina ya maumivu ya kichwa ambayo huoga yanatokea mara nyingi, yanaweza akawa yanakaa upande wa kulia au upande wa kushoto. Sawa, ni neurological headache. Maumivu ya kichwa ambayo huoga yanahusiana na mifumo ya fahamu au mishipa ya fahamu. Kwa hiyo mtu anakuwa anapata maumivu makali ya kichwa ambayo anakuwa anakava upande mmoja, kuanzia kwenye jicho mpaka upande mmoja wa kichwa wote unakuwa unauma sana. Huoga hichi kichwa kinakuwa triggered au kinakuwa kinasababisha na mtu kuwa na kama hajalala vizuri, kama hajala chakula vizuri, akiwa na mawazo, akiwa amekaa sehemu ambazo zina mianga mikali, kama akiona zile disco lights, zinaweza zikasababisha huyu mtu kuangukia kwenye hizo migraine headache. Kwa hiyo kama mtu ana hizi dalili za migraine headache, akianza kutumia njia za uzazi wa mpango, hii migraine headache huwa zinakuwa severe, zinakuwa kali. Kwa hiyo wanawake ambao wanakuwa na hizi migraine headache, huwa tushauri waende kuanza kutumia njia za uzazi wa mpango, kwa sababu moja kati ya side effect ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango za hormone ni kupata migraine headaches. Kwa hiyo ukianza kutumia njia za uzazi wa mpango wa hormone na una migraine headache, unajichimbia kaburi.